Ni wakati mwingine tena mtazamaji, tunakutana hapa kujuzana yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa kwa wakati huu, na hapa tunaangazia taarifa kutoka huko nchini Irani, ambapo Irani imekemea vikwazo vipya vya Marekani na imeviita ni ugaidi wa kiuchumi. Hii ni baada tu ya rais wa Marekani Donald Trump hapo jana kutangaza vikwazo vipya kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kutokana na yote ambayo yanaendelea, hasa kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz. Taarifa inasema Wizara ya mambo ya nje ya Iran imekemea vikali vikwazo vipya vya kiuchumi na kibiashara vilivyotangazwa na Marekani, ikisema hatua hizo zinalenga raia wa kawaida wa Iran na ni sawa na ugaidi wa kiuchumi pamoja na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Hatua hiyo imekuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza mpango mkali wa kuiwekea Iran shinikizo la kiuchumi, akionya kuwa nchi yoyote itakayotoa msaada wa aina yoyote kwa Teherani itakabiliwa na madhara makubwa ya kiuchumi. Trump amesema operesheni hiyo inalenga kuweka shinikizo kubwa zaidi la kiuchumi dhidi ya Iran, akieleza kuwa itahusisha vita vya kiuchumi kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesisitiza kuwa vikwazo hivyo havitayumbisha msimamo wa Teherani wa kulinda uhuru, mamlaka ya kitaifa na maslahi ya nchi hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi pia amekosoa mpango huo wa Marekani, akiuita mwendelezo wa sera zilizofeli ambazo kwa mtazamo wake zinatishia kuisababisha Washington kushindwa zaidi. Araghchi amesema kile Marekani inachokiita economic D-Day ni jaribio la kugeuza umakini kutoka kwenye matatizo yake ya ndani, hususan deni kubwa na gharama zinazoongezeka za riba. Amesema kuendelea kwa sera hizo kutazidisha matatizo ya kiuchumi ya Marekani na kuongeza uhasama dhidi ya Iran. Waziri huyo ameonya pia kwamba kile alichokiita ugaidi wa kiuchumi wa Marekani kinaweza kuathiri uchumi wa dunia pamoja na mamlaka ya nchi mbalimbali. Trump kwa upande wake ameonya kuwa nchi zitakazoruhusu taasisi zao za kifedha, biashara, viwanja vya ndege au taasisi za serikali kutoa msaada kwa Iran zitakabiliwa na madhara makubwa sana ya kiuchumi. Mzozo huo unaashiria kuongezeka kwa mvutano wa kiuchumi kati ya Washington na Tehran, huku Iran ikisisitiza kuwa haitasalimu amri mbele ya shinikizo la Marekani. Huu ni upande wa pili wa Jamhuri ya Kiislamu ya Irani, ambapo kupitia wizara yake ya mambo ya nje imelaani vikali kwanza vikwazo vipya vya Marekani, na pia imekemea kwa kuita ni vita ya ugaidi wa kiuchumi, kwa sababu jinsi ambavyo rais wa Marekani Donald Trump jana alichokiandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kueleza hali halisi kuhusiana na mzozo wake pamoja na Marekani, alikazia mno kwenye jambo la uchumi, akizionya kwanza nchi zote ambazo zitajaribu kutoa msaada kwa Irani basi zitakumbana na adhabu kubwa. Lakini pia akasema kwamba iwe ni shirika lolote, iwe taasisi, iwe ni nchi kwenye masuala ya viwanja vya ndege, ikijihusisha na Jamhuri ya Kiislamu ya Irani, basi moja kwa moja itakumbana na kadhia kubwa kutoka kwa Marekani. Nikukumbushe kile ambacho Trump jana alikiandika, na kinukuu: hakuna mtu aliyewahi kuipa Jamhuri ya Kiislamu ya Irani fursa kubwa zaidi ya kufanya makubaliano kuliko mimi. Kwa masikitiko makubwa kwao, wameshindwa kutumia fursa hiyo. Kwa hiyo leo natangaza operesheni kali zaidi ya kiuchumi kuwahi kuchukuliwa dhidi ya nchi yoyote. Hii itakuwa vita ya kiuchumi na kutengwa kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa. Jeshi lao la wanamaji limeangamizwa, jeshi lao la anga limeharibiwa, viwanda vyao vya kijeshi sasa ni magofu, sarafu yao haina thamani na nchi yao inaning'inia kwa uzi. Leo pia natangaza kwamba nchi yoyote itakayoruhusu taasisi zake za kifedha, biashara, viwanja vya ndege au taasisi za serikali kutoa msaada wa aina yoyote kwa Iran, nayo itakabiliwa na madhara makubwa ya kiuchumi. Usafirishaji haramu wa mafuta, miamala ya kubadilishana fedha, uhasama wa fedha taslim, kampuni za kubadilisha fedha, rejista za meli na kampuni zinazotumika kuficha shughuli, yote haya yanapaswa kusitishwa sasa hivi. Mnajua ninyi ni akina nani. Hii itakuwa D-Day ya kiuchumi, na tunahitaji washirika wetu wote kusimama pamoja na Marekani ili kuitenga na kuishinda Iran. Hawa watu wako ukingoni, na hatua hizi za kihistoria zitawaelemeza na kudhoofisha uwezo wao wa kusambaza vitisho duniani kote. Irani haitawahi kuwa na silaha ya nyuklia. Asanteni kwa kulipa
jambo hili umakini. Rais J. Trump. Mwisho wa nukuu kile ambacho alikiandika rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani, ambapo wametangaza mpango mzito wa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran. Sasa tujadili pamoja mtazamaji, haya yote yanakwenda mwisho wake ni nini? Kwenye mzozo huu kati ya Marekani pamoja na Irani kwa hivi sasa, hatua ambayo imefikia kwa hivi sasa ni hatua mbaya ambayo inahatarisha kurudi tena katika uwanja wa vita. Sasa hivi kuna shughuli nyingi zinazoendelea katika anga ya Mashariki ya Kati kwenye nchi mbalimbali. Kumbuka katika eneo la Ghuba kuna nchi ambazo ni washirika wa Marekani kwa kiasi kikubwa. Nchi kama Jordan, nchi kama Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kwa kifupi, nchi kama Qatar, nchi kama Kuwait, Bahrain pamoja na Saudi Arabia zimebeba kambi za Marekani kwenye baadhi ya maeneo, na kambi hizo zilikuwa zikitumika kufanya mashambulizi kuelekea nchini Iran. Sasa hivi Marekani imeongeza uwepo wake wa kijeshi katika eneo hilo, na hata Iran imekwisha tambua kwamba kuna ongezeko kubwa la wanajeshi wa Marekani katika kambi hizo na maeneo mengine. Ndio maana wamesema kama vita vitaanza upya, basi sasa hivi itakuwa ni hatari kubwa kuliko mara zote ambazo wamewahi kupigana kati ya Iran pamoja na Marekani. Tumeona jana meli nyingine ya USS George Washington imewasili Mashariki ya Kati, ikiwa ni replacement ya meli ya USS Abraham Lincoln ambayo iliripotiwa wanajeshi wake kuwa katika hali ya msongo wa mawazo, wengine wakitaka kujiua, matatizo ya vyakula, lakini magonjwa mbalimbali ambayo wanajeshi wamekumbana nayo kutokana na kukaa muda mrefu baharini, au tunasema kukaa majini muda mrefu na kufanya operesheni za kijeshi bila kupumzika kwa wanajeshi. Kwa hiyo kuna kipindi ambacho miili ilikuwa inachoka na inashindwa kuweza kuaccommodate kila kitu kwenye operesheni hizo za kijeshi. Sasa hatimaye USS Abraham Lincoln imekwisha ondoka katika maji ya Mashariki ya Kati, imeingia meli nyingine na wanajeshi wengine wenye nguvu mpya, ari pamoja na morali ya kupambana. Je, ni mpango mwingine wa Marekani kufanya mashambulizi makubwa nchini Irani? Yote hayo hatujui, lakini muda utatupa majibu ya kile ambacho tunapaswa kufahamu kwa undani zaidi kuhusu mzozo huu wa Marekani pamoja na Irani. Ripoti za hapo nyuma zilieleza baada ya ile siku ya mkataba wa Memorandum of Understanding MOU kumalizika, ilikuwa tarehe 17 mwezi huu wa 8 2026, kwamba rais wa Marekani Donald Trump ana mpango wa kutumia silaha ya nyuklia kuishambulia Iran. Na ripoti ambayo ilitoka kwa aliyekuwa kaimu wa nafasi ya kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Reza Arafi amesema kwamba wao Irani hawana nyuklia lakini wanajua kuzitumia nyuklia. Kauli ambayo ni tata, imeibua sintofahamu, na jana mtazamaji nilikuripotia hiyo taarifa kwamba Irani ina silaha ya nyuklia au haina. Ni fumbo, tusubiri muda utatupa majibu sahihi. Basi kwa taarifa zaidi mtazamaji wetu, ni kuombe uendelee kuwa nasi hapa wakati wote. Nitakujuza yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa. Cha msingi tu, kama bado hujaweza kusubscribe channel yetu, ni kuombe kwa unyenyekevu uweze kusubscribe channel yetu, lakini kulike, kucomment pamoja na kushare. Kuna mambo mengi mazuri na mazito yatakujia hivi punde.